Amen. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nimeongea na wewe. I've talked to you or with you. Toka na msimamo mwingine leo. Have a different stand today. Ya kuwa Mungu amekupatia mabawa. Understanding that God has given you wings. Kila mtu ana uwezo ndani yake. Everyone has got ability in you. Kila mtu ni tajiri. Everyone here. Everyone. Nyinyi wote hapa ni matajiri. All of you, you are rich people. Nyinyi wote ni watu wa maana. All of you are honorable people. Shida, the problem, uamini mabawa. You do not trust and believe that you have wings. Hauamini mabawa. You do not believe in the wings you have. Kiamini mabawa yako. If you believe in the wings you have, utatoka kwa hiyo tawi. You will fly from that branch that has been making you suffer for years. Utatumia mabawa. You will use your wings kuruka kwenda mahali pengine and jump to another one ambapo utabarikiwa. That you shall be blessed. Toa akili yako kile unachofikiri. Transform your mind and remove that which you think. Nimetoka hapa Umoja. Because I've just nitaishi maisha sawa sawa na watu wa Umoja. Just because I've moved to Umoja, I will live the same life with Umoja people. Niko hapa kwa mapito tu. Sometimes say that I am here for a season. Lakini mabawa yangu, but my wings, ninayapa nguvu, I am giving them strength ili niruke, that I may fly. Hapa Umoja kuna watu wakubwa wametoka. In Umoja here, it has produced so many good people. Matajiri hapa. There are so many rich people in this kuna place. Watu wamebarikiwa hapa. There are so many people who have been blessed here. Hapa Umoja. But here in Umoja also, kuna bangi, there are people who are smokers. Kuna watu wabaya. There are people who are terrible. Inategemea ni tawi gani umesimamia. But it only depends what kind of a branch you are standing on. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Acha kukaa fasi moja. Don't stay in one place. Kama hii biashara inakatala. If this business is not working out, ruka toka kwenye hilo tawi. Jump from this branch and go to another branch. Mimi nakaa kwa hii nyumba ya biashara. I'm saying this kwa sababu iko 10,000. Because it has my rent of 10,000. ni 30. If I go to another one, it shall be 30,000. Wanalipa 1,100. There are people who are paying even over 100,000. Wanapata zaidi ya hizo pesa maradufu. And they are getting more than that which they have spent. And you're only crying on this one of 10,000. The first year, the second year, and you've been given wings to fly. The same business. You're afraid. And you say that if I get into this challenge, I shall fall. How will you fall and you have those wings? How will you fall? You've become the same person, the same business. Hapa hakuna hata Wakristo wako na marestaurant. There are no Christians here with restaurants that are big. Mnauza wote manguo. All of you selling. Kila fasi unaenda unakutana kila mtu kuna manguo. Every place you go, everyone is having a boutique. Tutavaa manguo tu kila siku. Shall we be putting on clothes every day? Shall we not eat? Ukatengeneza tu kitu hapa. Find a good place and make something good. Chai unaweka tangawizi ndani. Some good tea. Unatengeneza mkate wako vizuri. Make some good bread. Unatengeneza sausages vizuri. Make some nice sausages. Uone kama utapata pesa. And see if you shall not find money. Lakini toko likaa kwa biashara. But since when you've been doing this business, na uko nalia tu. And you're crying. Ota mabawa. Can you have those wings? Rukia kwenye tawi lingine. Jump to another branch. Uone utukufu wa Mungu. And see the glory of God. Uone baraka za Mungu. See the blessings of God. Fungua hata kazi 5. Even open 5 jobs. Tafuta hata watu 2 watatu. Find 2, 3, 4, 5 people. Wewe fanya hii. Tell them do this, do that. Kila jioni unaniletea every evening give me 200 shillings. 200 kwa mwezi ni ngapi? 200 shillings per month is how much? 6. Sasa ukiwa na watu 5 wanakuletea. So imagine you have 5 people giving you 6,000 every given month. Unapata pesa ngapi? How much is that? Kwa mwaka? In 1 year, how much is that? Ni ngapi? 360,000. 360,000. Sasa niambie. Now tell me. Na uto ni tukazi tudogo and those are just small jobs, 200 shillings worth. Unajua usipende kupata biashara sana ya mabilioni kwanza. Don't focus on that business so big of millions. Tafuta tu hii ya first of all, try to look for this one that has small profit. God will always lift you. Unajipata kesho unaanza kuuza magari. You find yourself tomorrow selling cars. Unaenda hapa Kariobangi. You go to Kariobangi. Unakutana na kigari kimoja hivi. You meet that kind of a car. Unanunua kigari tu unaangalia kimeharibika lakini motere yake iko sawa. You look for that wretched car.
but the engine is okay. They tell you, this one is, we want to cut it into pieces because it can no longer. And you ask them how much. They tell you it's maybe 150,000. Tell them it's all right, let me take it. You take it, and then you begin to make it. And then you touch here and there. Tomorrow, you make it, you put those tires that are big. And then you make it have good music. You make it look good. Tomorrow, how much will you sell it? And maybe just bought it by 100 shillings. Find yourself a way to jump. Learn how to jump. So that you find yourself on a branch. On a branch that is blessed. Don't remain the way you are.